Juhudi za China za kujenga maslahi makubwa ya kibiashara barani Afrika zimeambatana na sera makini ya kudumisha hali ya kutoegemea upande wowote, lakini mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha mabadiliko ya uelekeo. Rwanda imekuwa ikilaumiwa vikali kwa kuchochea mapigano katika eneo hilo lenye utajiri wa madini, na Beijing ambayo ina uhusiano wa karibu na Kongo na Rwanda katika wiki za hivi karibuni imejiunga na ukosoaji huo, lakini inajaribu kudumisha mahusiano mazuri ya kidiplomasia na nchi zote mbili, wakati pia ikiendelea kufanya biashara zake na kununua madini muhimu. Kwa miongo kadhaa China imekuwa makini kutoshiriki katika mizozo barani Afrika ili kuepuka kusababisha matatizo ambayo yanaweza kuingilia maslahi yake makubwa ya kibiashara. Hadi sasa imejiepusha na kukosoa serikali za Afrika kwa kuunga mkono washiriki katika mizozo. Kwa mfano, China haijazungumza kuhusu msururu wa mapinduzi tangu mwaka 2020 katika eneo la Saheli la Afrika Magharibi, isipokuwa kuwataka viongozi kuzingatia maslahi ya wananchi. Beijing kwa muda mrefu imekuwa ikifuata sera kutoingilia masuala ndani ya nchi nyingine, amesema Profesa Zhong Yuan ambaye ni mtaalamu wa maendeleo na usalama wa Afrika katika taasisi ya mafunzo ya kimataifa ya Shanghai. Kwa hivyo inaepuka kupendekeza suluhu za mizozo, mbali na kutoa wito wa juhudi za kidiplomasia au kisiasa na mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Machafuko yaliyohusisha waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Kongo yaliibuka tena mwaka 2021. Wapiganaji hao wanaoongozwa na Watusi wa kabila ambao wanasema walichukua silaha kulinda haki za kundi la walio wachache, na kwa sababu mamlaka ya Kongo ilikataa makubaliano ya awali ya amani. Katika maoni yake ya mapema kuhusu hayo, China ilijiwekea kikomo kwa kukosoa majeshi ya kigeni ambayo hawakutajwa na kutoa msaada kwa wapiganaji wa M23. Lakini katika wiki chache zilizopita imeachana na mazoea yake ya kawaida na kuitaja Rwanda kwa jina. Hii inafuatia mafanikio makubwa ya M23 ambayo tangu Januari imeteka miji muhimu ya Goma na Bukavu. China inasisitiza matumaini yake kwamba Rwanda itasimamisha msaada wake wa kijeshi kwa M23 na kuondoa mara moja vikosi vyake vyote vya kijeshi katika eneo la Kongo. Balozi wa China Umoja wa Mataifa alisema mwezi Februari. Profesa Zhou amebainisha kuwa ingawa ni muhimu, maneno kwa ujumla bado hayatoshi. China ilitumai kuwa Rwanda ingesimamisha uungwaji mkono wake, lakini haikulaani, amesema. Hata hivyo, muda mfupi baadaye China iliunga mkono azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambalo linatoa wito kwa wanajeshi wa ulinzi wa Rwanda kusitisha msaada kwa M23 na kuondoka mara moja kutoka kwenye ardhi ya Kongo bila masharti. Kulingana na Profesa Zhong, kauli za China huenda zilichochewa na ripoti za wataalamu wa Umoja Mataifa ambazo zimetoa ushahidi wa kutosha wa Rwanda kuunga mkono kundi la M23. Haya ni makubaliano ya kimsingi katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, alisema Bwana Zhong, na kuongeza, tatizo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu vya kutosha na kila mtu anajua katika mioyo yao hali ilivyo kimsingi. Hakuna haja kukaa kimya tena. Si ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa wala ubalozi wake mjini London uliojibu kwa nini China ilikosoa Rwanda, lakini umuhimu mkubwa kwa China wa utajiri wa madini maarufu ya DRC unaweza kuwa sababu. Mapigano mashariki mwa Kongo yamekithiri katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, maeneo yenye migodi mingi ya dhahabu inayomilikiwa na Wachina. Jinsi migodi hii ilivyoathiriwa na mapigano hadi sasa haijulikani. M23 pia imekamata eneo lenye migodi ya madini ya coltan ambayo China inaagiza kwa wingi kutoka nje. Tantalumu ya chuma inayotumika katika magari na vifaa vya kielektroniki kila siku kutoka kwenye runinga hadi simu za mkononi hutolewa kwenye madini hayo, na Kongo ndio chanzo cha 40% ya usambazaji wa madini hayo duniani. Kundi la wataalamu la Umoja Mataifa lilisema mnamo mwezi Disemba mwaka 2024 kwamba M23 walisafirisha coltan kwenda Rwanda kutoka Kongo. Pia ilibainisha kuwa mauzo ya coltan nchini Rwanda yalipanda kwa 50% kati ya mwaka 2022 na mwaka 2023. Ingawa Rwanda ina migodi yake ya coltan, wachambuzi wanasema wanaweza kuchangia ongezeko hilo kubwa la uzalishaji. Bado haijabainika iwapo kiasi au bei ya coltan iliyoingizwa nchini China imeathirika. Madini mengine ambayo China inaagiza kutoka Kongo ni cobalt, ambayo ni muhimu kwa sekta ya betri ya lithium. Hata hivyo, shughuli za uchimbaji madini ya cobalt nchini China kimsingi ziko kusini mwa Kongo, mbali na maeneo yenye migogoro ya mashariki. Makumi ya makampuni ya Kichina ambayo mengi ni ya serikali pia yanajenga barabara, mawasiliano na simu na vituo vya kuzalisha umeme kwa maji nchini Kongo, lakini inaonekana kwamba athari kwa shughuli hizi hadi sasa zimekuwa ni ndogo. Katika hatua nyingine ni kuwa China inasambaza silaha kwa Rwanda na Kongo. Katika miongo miwili iliyopita, jeshi la Rwanda limenunua magari ya kivita ya China, mizinga na makombora ya kukinga vifaru, kulingana na taasisi ya utafiti ya amani ya kimataifa Stockholm. Wakati wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakisema kuwa jeshi la Rwanda limewapa silaha M23, haijafahamika iwapo kundi hilo la waasi linatumia
kutumia silaha zozote za China. Wanajeshi wa Kongo wamenunua meli za kivita za China na ndege zisizo na rubani. Pia wanamiliki mizinga ya Wachina ambayo ilinunuliwa mwaka 1976 lakini bado ilikuwa inatumika hivi karibuni mwaka 2022. Inaripotiwa kuwa ndege hizo zisizo na rubani angalau zimetumika katika vita dhidi ya M23. Ubalozi wa Rwanda mjini Beijing ulisema uhusiano wa China umesalia kuwa bora na wenye tija, na Rwanda haikutoa maoni yake kuhusu kauli ya China kuhusu mapigano mashariki mwa Kongo. Balozi wa China nchini Kongo, Zhou Bin, alifanya mazungumzo na rais wa Seneti ya Kongo, Sama Lukonde, mwanzoni mwa mwezi Februari, lakini hakuna maelezo ya mkutano huo yaliyowekwa wazi. Shughuli za kiuchumi za China katika nchi hizo mbili zinakwenda kwa kina sana. Zote ni sehemu ya mpango wa China wa ukanda wa barabara ulioundwa ili kuunganisha China karibu na ulimwengu kupitia uwekezaji wa miradi ya miundombinu. Nchini Rwanda, China imefadhili viwanja vya michezo, shule na barabara kuu. Mikopo ya China pia inafadhili miradi ya miundombinu, mkopo wa kufadhili bwawa na mfumo wa umwagiliaji wenye thamani ya wastani wa dola milioni 40 ulioidhinishwa Januari. Kwa miaka mingi, bidhaa nyingi zinazoingizwa nchini Rwanda zinatoka China. Na linapokuja suala la uhusiano wa kiuchumi China na Kongo, hifadhi data Umoja Mataifa ya Comtrade inaonyesha kuwa kwa miaka mingi China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa Kongo. China imejitahidi sana kupata utajiri wa madini nchini Kongo. Imeongeza dola bilioni 3.2 ya mkopo kwa nchi hiyo kati ya mwaka 2005 na mwaka 2022, na hiyo ni kulingana na database ya China mikopo kwa bara la Afrika inayoendeshwa na chuo kikuu cha Boston, hasa kufadhili ujenzi wa barabara na madaraja na gridi ya umeme ya taifa hilo. China imefadhili na kujenga miradi mingi mikubwa miundombinu nchini Kongo, ikijumuisha mitambo ya kuzalisha umeme kwa maji na bandari kavu. Uwekezaji huu unaweza kusema ni kwa manufaa ya muda mrefu ya China kupata suluhu la mzozo huu wa haraka. Awadh Rashid, Arusha One Radio.